بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake bwana wetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa tuna muda mchache kutoka mwezi mtukufu wa Ramadhan, ndugu zangu, kuna mambo ambayo ni muhimu tunatakiwa kuyafanya katika masiku yetu haya ambayo tunayoishi baada ya kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Inna ibadata dhikrillah min a'zami al-ibadati fil Islam. Kuna ibada nyingine mbali na funga, mbali na kusali, kuna ibada nyingine ambazo ni ibada kubwa kubwa pia katika sheria za Kiislam, katika ibada za Kiislam, ambazo ibada hizi anaweza kuzifanya mdogo au mkubwa, anaweza kuzifanya mwenye afya njema au mgonjwa, anaweza kuzifanya tajiri na aliyekuwa maskini au fakiri, wote wanaweza kuzifanya ibada hizi. Nayo ndugu zangu ni al-istighfar. Istighfar, msamaha, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, ni katika nau'un min anwa'i dhikrillah, ni katika aina ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ibada. Kama ambavyo mtu ataamua kufanya tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, hapa anamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ibada hii anaiweza awe ni mdogo awe ni mkubwa, ataifanya. Awe ni mtu ambaye mwenye afya njema au hana afya njema, ni mgonjwa, anaweza kuifanya ibada hii. Awe ni tajiri au ni maskini, anaweza kuifanya ibada hii, ibada ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na miongoni mwa ibada hizo tumesema ni al-istighfar, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Kwa nini al-istighfar? Kwa nini ibada hii ya al-istighfar? Ndugu zangu, al-istighfar, msamaha, kwanza wenyewe tu kama msamaha ni stara ya madhambi. Mtu anapofanya istighfar anaenda kustiri dhambi zake. Mtu anapofanya istighfar anaenda kuvuka katika madhambi aliyokuwa nayo, anaelekea katika ulimwengu mwingine usiokuwa na madhambi. Ndio maana ya umuhimu wa ibada hii, kwamba mtu anapofanya istighfar, jambo la kwanza anajistiri kutokana na madhambi, anajisafisha kutokana na madhambi, anajiondosha katika madhambi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anatufunza hii ni tabia anayotakiwa kuwa nayo Muislamu. Katika ibada ambayo hatakiwi kuikosa Muislamu ni kufanya istighfar. Anatakiwa Muislamu kadri anapoamka,
kadri anapopumua, kwa kadri anavyoweza afanye istighfar, awe ni mwenye kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kuweni ni wenye kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuweni ni wenye kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa kusamehe. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye ndiye kiigizo chema kwa Waislamu, ambaye ndiye tunayemtizama katika Uislamu, ambaye ndiyo kiigizo chetu katika Uislamu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatufunza kwa maneno yanayopokewa kutoka kwa masahaba. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa anasema innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra. Bwana Mtume anasema yeye kwa siku alikuwa anamtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Alikuwa akifanya hii ibada ya istighfar kwa siku mara 100. Kwa siku mara 100 alikuwa anamtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Sio mimi na wewe ambao tunafanya madhambi ya waziwazi kisha tunayamezea. Sio mimi na wewe ambao tunafanya madhambi ambayo yasionekana na mtu yoyote, ni baina mimi na nafsi yangu. Madhambi yale ninayafanya, lakini siwezi kuamka asubuhi nikamtaka Mwenyezi Mungu msamaha. Itapita siku yangu nzima sikuifanya ibada hii ya kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, hali ya kuwa mtume wake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa siku anasema alikuwa akimtaka Mwenyezi Mungu msamaha mara 100. Mara 100 anamtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, anaifanya ibada hii ya istighfar mara 100. Sasa mimi na wewe ilikuwa ni aula zaidi kuifanya ibada hii, ni bora zaidi mimi na wewe kufanya ibada hii. Yani sisi ilikuwa ni bora zaidi kuifanya kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu madhambi yetu ya waziwazi, tunafanya mambo ya waziwazi kabisa, tunatambua wakati mwingine tunamkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa kufanya istighfari mara 100 ni kuwafundisha masahaba Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba malezi ya Muislamu anatakiwa ajifundishe kwa siku kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, kujifanya ibada hii. Nini umuhimu wa istighfar? Kwa nini msamaha? Ndugu zangu, msamaha una faida kubwa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyefundisha faida ya al-istighfar, kama ambavyo alivyotuamrisha kufanya istighfar. Yeye ndo katuamrisha wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mtakeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, na yeye ni mwingi wa huruma na ni mwenye kusamehe. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufunza katika Qur'an faida pia za kufanya istighfar. Mtu anapofanya istighfar kuna faida gani? Jambo la kwanza analolipata mtu anayefanya istighfar, faida ya kwanza yaghfirullah liman yastaghfir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa msamaha yule mwenye kumtaka msamaha. Ni wewe kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza, mtu anayefanya istighfar hupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu amelizungumza ndani ya Qur'ani akisema waman ya'malu su'an au yadhlim, yule ambaye atakayefanya jambo baya, katenda jambo baya, kafanya jambo baya, lile jambo baya alilofanya, au yadhlim, au kaidhulumu, lakini nini? Nafsi yake. Na hapa pana maana, pana umuhimu wa kujua maana ya mtu kuidhulumu nafsi yake.
Mara nyingine sisi katika tafsiri zetu zile za mtaani, ukimuuliza mtu nini maana ya kuidhulumu nafsi, atakwambia kuidhulumu nafsi ni kuinyima nafsi kile inachokitaka. Ukinyima nafsi kile inachokitaka, umeidhulumu nafsi yako. Nafsi imetamani kula sambusa. Akamwambia nafsi natamani kula sambusa. Akamwambia kama unatamani kula sambusa huli, umeidhulumu nafsi yako. Kanunue sambusa ule, usidhulumu nafsi yako. Ndio tafsiri tulokuwa nayo, kwamba kuidhulumu nafsi ni kuinyima kile ambacho kinachotaka nafsi. Lakini kuidhulumu nafsi Mwenyezi Mungu anapokusudia katika Qur'an ni kule mtu kuacha yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Kule ndiko kudhulumu nafsi. Kwa nini? Ikiwa Mwenyezi Mungu alakuamrisha sala, wewe kakuamrisha uswali na huku swali, Mwenyezi Mungu kakuamrisha sala na wewe huku swali, wewe umeidhulumu nafsi yako kwa kuwa kutokana na sala ile ambayo huku swali, Mwenyezi Mungu atakuadhibu. Lakini umejiadhibu mwenyewe, umeidhulumu nafsi yako, kwa sababu uliambiwa usiposwali nitakuadhibu, na wewe ukasema si swali. Sasa ambapo huku swali, maana yake umekubali kuadhibiwa, na kukubali kuadhibiwa umekubali kuiadhibu nafsi yako. Na ndio maana katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema sisi hatujawadhulumu, lakini wao wameidhulumu nini? Nafsi zao. Kwa maana sisi tumewekea mipaka, tumwambia unatakiwa kufunga, hakufunga, kaamua kupata adhabu. Ameambiwa asali, hakusali, kaamua kupata adhabu. Sasa ameidhulumu nini? Ameidhulumu nafsi yake. Sasa Mwenyezi Mungu anasema atakayefanya jambo baya kisha na akaidhulumu nafsi yake, thumma yastaghfirullah, kisha akamtaka Mwenyezi Mungu msamaha, akafanya hii ibada ya istighfar, akawa ni mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha, kafanya makosa, anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, anasema yajidullah, atampata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ghafuran rahiman. Yajidillah, atampata Mwenyezi Mungu ghafuran rahiman, atamkuta Mwenyezi Mungu yuko vile vile kama alivyo mwanzo, wala hajabadilika. Pamoja na madhambi aliyoyafanya, ubaya aliyofanya, atamkuta Mwenyezi Mungu yumo katika sifa yake ile ile, ni mwingi wa huruma na ni mwenye kusamehe. Lakini kwa kufanya istighfar, kwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, atamkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Lakini ndugu zangu, katika faida nyingine ya istighfar, ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, ni kupata huruma ya Mwenyezi Mungu. Mtu anayemtaka Mwenyezi Mungu msamaha, maana yake anaipata huruma ya Mwenyezi Mungu, anakuwa katika wale waja ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawahurumia. Anahurumiwa na Mwenyezi Mungu na makosa yake, anahurumiwa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufunza hivi ndani ya Qur'an. Anatufunza mja wake mwenye kumtaka maghfira, mja wake mwenye kumuomba msamaha, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kumuonea huruma mja huyu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bisayyi'a qabla alhasana. Mwenyezi Mungu anasema, akasema, enyi watu, vipi nyinyi mwayaendea haraka makosa, mwayaendea haraka mambo mabaya, kabla alhasana, kabla ya yale mambo mema. Vipi nyinyi mwayatanguliza mambo maovu kabla ya yale mambo mazuri? Laula tastaghfiruna Allah, laiti mngelimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, laiti mkaliamua kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, la'allakum turhamun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huenda akawahurumieni. Mmezoea kutanguliza machafu mengi kuliko mazuri, mmezoea kufanya maovu mengi kuliko mazuri. Kwa siku mtu anaamka, maisha yake 99% ni machafu, maisha yake 99% ni uovu.
Sasa Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani kwamba haya mabaya mlioyatanguliza nyinyi, haya maovu mlioyatanguliza nyinyi, kabla ya yale kufanya yale mazuri, kufanya yale mema, mngeliamua mkamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kukuhurumieni. Kwa hiyo miongoni mwa faida kubwa ya istighfar au kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha ni mtu kuhurumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini faida nyingine ya tatu ambayo ninaimalizia faida hii ni kwamba mtu anayefanya ibada hii ya istighfar, mtu ambaye anaamua kumtaja Mwenyezi Mungu kwa kumuomba msamaha, miongoni mwa faida anayoipata ni kwamba anakuwa amepata kinga ya adhabu. Na hili ni kubwa. Sote sisi hatuna muamana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hatutokuwa ni wenye kuadhibiwa. Sasa kinga ambayo inaweza kutuepusha sisi na adhabu ni kujifunza kuwa na tabia ya kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Ni kujifunza katika maisha yetu kuishi na tabia ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, kama Bwana Mtume alivyokuwa akifanya kwa siku mara 100. Sasa wewe ukipenda zidisha, jitahidi uwe ni mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha mara zote katika kila siku unayoishi. Kwa nini? Kwa sababu faida yake kubwa, miongoni mwa faida ni kwamba unapata kinga ya adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unatengeneza kinga ya kutokuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, kisha akasema wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Mwenyezi Mungu hawezi kuadhibu watu ikiwa watu wale ni wenye kumtaka msamaha. Kwa hiyo kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha ni kinga. Kufanya ibada ya istighfar, kufanya ibada ya istighfar ni kinga ya adhabu. Na ndio maana mara nyingi hata tunashauriwa kabla huku hujaomba jambo lako, wanazuoni wanatushauri kabla hujaomba jambo lako lolote, hujaomba jambo jema wewe, kabla hujafanya jambo la kwanza wewe, kabla kufanya dua yako, fanya istighfar. Mtake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Kwa hiyo msamaha au istighfar ni kinga ambayo inamlinda mwanadamu kutokana na adhabu ya siku ya Kiyama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli baytihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. يقول الباري في محكم كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Ndugu zangu, istighfar, kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, ni jambo zito sana katika Uislamu. Ni ibada kubwa sana katika Uislamu, sio ibada ndogo. Istighfar ni ibada kubwa sana katika Uislamu. Mmoja katika wanazuoni wa Kiislamu, wanazuoni wakubwa wa Kiislamu, siku moja alifatwa na watu wakiwa na shida zao tofauti. Alimfata mtu mmoja, fashaka ilaihi qillatal matar. Alifatwa na mtu mmoja akamwambia, kijiji chetu sisi hakipati mvua, hatuwezi kupata chakula, mvua ni ndogo, mvua sio ya kawaida, ile mvua tuloizoea. Kwa hiyo akaenda kumshtakia yule mwanazuoni, akamwambia, kwetu sisi tuna shida ya mvua. Kwa kuwa tuna shida ya mvua, nifanye nini? Tufanye nini? Tizameni uzito wa istighfar. Sahaba au mwanazuoni yule
mkubwa wa Kiislamu, mwanazuoni yule akamwambia istaghfirillah, mtake Mwenyezi Mungu msamaha. Usifanye jambo lolote. Hajamwambia nenda kaswali sana, hajamwambia nenda kafunge sana, hajamwambia nenda katoe zaka sana, hajamwambia nenda kahiji sana. Kamwambia kwa kuwa nyinyi mna upungufu wa mvua, mwasiwasi mtakosa chakula, jambo la kufanya toka nenda kamtake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Kwa kakae na watu wako, mtakeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Kisha akaenda mtu mwingine. Alipoenda mtu mwingine, akaenda fashtaka an adamil injab, akaenda kushtaki, akamwambia yule mwanazuoni, mimi sipati mimba, sibebi ujauzito. Mtu wa pili kaenda akamwambia, mimi sipati ujauzito, nifanye nini? Yule mtu wa pili alipoenda akaambiwa istaghfirillah, kamtake Mwenyezi Mungu msamaha, kafanya istighfar. Mtu wa pili. Mtu wa tatu naye alipoenda fashaka ilayhi alfaqra, mtu wa tatu naye alipoenda akaenda kumwambia kwamba mimi ni maskini wa kutupa, mimi ni fakiri wa kutupa. Akamwambia yule mtu wa tatu vile vile istaghfirillah, kamtaki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Ikaendelea, mmoja alikuwa akisikia mtu wa kwanza amekuja ameambiwa istaghfirillah, mtu wa pili amekuja ameambiwa istaghfirillah, mtu wa tatu amekuja ameambiwa istaghfirillah, mtu wa nne amekuja ameambiwa istaghfirillah. Faqila la, akaambiwa yule mwanazuoni, akaambiwa faqila la anta la tamliku illa al-istighfar, wewe huna unachokimiliki isipokuwa tu ni neno istaghfirillah. Wewe kila shida unayojua nayo wewe kusema istaghfirillah, kila shida unayojua nayo istaghfirillah, kila shida unayojua nayo istaghfirillah. Wewe huna njia nyingine ya kutatua matatizo, wewe kusema tu istaghfirillah, ni istighfari peke yake. Huyo alimu mkubwa mwanazuoni wa Kiislamu akamsomea aya yule alimwambia, huna unachokimiliki wewe isipokuwa ni istighfar. Akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, faqultu astaghfirullaha rabbakum faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Akamsomea aya Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, anasema faqultu astaghfiru rabbakum, mtakeni Mwenyezi Mungu msamaha, innahu kana ghaffara, hakika ni mwingi wa kusamehe, yursilu samaa alaykum midrara, atakuleteeni mvua ya kutosha. Kwa nilipokujibu mimi nimekujibu kwa kuwa ni maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunapokosa mvua, tunapokuwa na wasiwasi wa mvua, Mwenyezi Mungu anasema tumtake msamaha, atatupa mvua ya kutosha. Lakini yule aliyesema kwamba yeye ni maskini mno, ni fakiri mno wa kupindukia, akamwambia wayumdidukum bi amwalin wa banin, akamwambia Mwenyezi Mungu vile vile atakupeni mali kwa kumtaka istighfar, kwa kumuomba msamaha atakupeni mali. Na yule ambaye mwenye kutaka mtoto wa banin, Mwenyezi Mungu amesema pia atakupeni na nini? Na watoto, kwa kufanya istighfar. Kwa kufanya istighfar Mwenyezi Mungu atatupa mvua za kutosha, chakula kitakuwepo. Kwa kufanya istighfar yule mwenye uchache wa mali Mwenyezi Mungu atamuongezea. Kwa kufanya istighfar yule mwenye tatizo la uzazi Mwenyezi Mungu humfungulia njia ya kupata watoto. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara,
lakini Mwenyezi Mungu atakupeni mambo mazuri mazuri yale aliyoahidi peponi, ikiwemo pepo chini yake ikiwa inapita mito. Kwa kufanya nini? Istighfar. Kwa ndugu zangu, istighfar ni ibada kubwa, ibada ambayo anaweza kuifanya mtu aliyekuwa mzima wa afya na asiyekuwa mzima wa afya, mgonjwa. Ibada ambayo anaweza kushiriki mdogo kwa mkubwa, wote wanaweza kushiriki katika ibada hii, wote wako kwa pamoja katika ibada hii. Kwa hiyo ni ibada kubwa mno katika Uislamu, istighfar. Na ndio maana kwa kuwa ni ibada kubwa mno katika Uislamu, ndio maana Bwana Mtume alikuwa akifanya kwa siku mara 100. Kwa siku mara 100 akifanya istighfar. Mimi na wewe ni bora kufanya istighfar zaidi, ni bora kuiendea istighfar zaidi, ni bora kutokuipuuza istighfar zaidi. Ni lazima tuwe ni wenye kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hasa katika upande wa ibada, na utatuzi mwingi umo katika sheria za Kiislamu na ibada za Kiislamu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.